kwa kweli tulimwona Bwana akihuisha mioyo yetu na kututengeneza upya. Mungu asifiwe sana. Lakini pia siku ya Alhamisi na Ijumaa tulikuwa na semina za viongozi. Mwalimu wetu alikuwa missionary Lukoto, alikuwa anatufundisha somo la uongozi na mipaka ya uongozi na mpango mkakati wetu wa miaka 13 ya mavuno kuwaleta watu kwa Yesu. Kwa hiyo katika wakati huo wachungaji walibarikiwa na tulifundishwa, tulijengwa na ilikuwa ni baraka. Siku ya Jumamosi ilikuwa ni siku nilikuwa na semina fupi. Nilikuwa nafundisha historia ya kanisa letu la Iglesia de Deus para o Mundo. Na hivyo tulikuwa na wakati mzuri kujifunza historia na kusudi la Mungu kulipanda kanisa hili hapa nchini Mozambiki. Kwa hiyo baada ya hapo tulikuwa na vikao kuanzia ile mchana mpaka usiku. Na hapo tulipumzika, na Jumapili tulikuwa na mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza tulikuwa na ibada iliyoambatana na ibada ya pili ya kuwaweka wakfu maaskofu. Niliweka wakfu maaskofu wawili na makatibu wao, na wale maaskofu nao wakaweka wakfu waangalizi. Tuliweka wakfu maaskofu wa majimbo na makamu maaskofu na makatibu wao. Kwa hiyo baada ya hapo maaskofu nao wa majimbo walioweka wakfu waangalizi na kamati zao. Kwa hiyo kanisa lilifurahi na ulikuwa ni wakati mzuri ambapo wale Wakristo wote wa pale Nampula tulijumuika pamoja. Pale tuna kanisa la Nampako, tuna kanisa la Maivile, tuna kanisa lingine linaitwa Namiembe karibu na airport. Na pia tuna ile kanisa la Kiroto. Kwa hiyo karibu wengi walifika, japo kanisa moja hawakufaulu, lakini mchungaji wao alikuwepo. Na pia tuna kanisa la pale walifika na kwaya ya kutoka Rapale. Kwa hiyo tulibarikiwa sana pale Nampula, na yote hayo ni kwa sababu ya maombi yenu. Mungu asifiwe sana. Baada ya kusema hayo, nichukue nafasi kuwapeni salamu. Mke wangu anawasalimu, pokeeni salamu zake. Na pia nishukuru, najua tumekuwa na maombi kuombea kikao chetu. Tulikuwa tumeanza kikao cha viongozi Ijumaa, lakini haikuwezekana kwa sababu majukumu nilikuwa nayo mengi nikakwama. Kwa nilifika jioni siku ya Ijumaa, na tukawa tumepatana na viongozi tukutane Jumamosi asubuhi ambayo ilikuwa ni jana kuanza vikao. Kwa hiyo tulianza kikao cha viongozi wa kanisa na baadaye tukawa na kikao cha viongozi wa idara. Kwa hiyo baada ya hapo leo tuna mkutano mkuu wa kanisa. Baada ya ibada tutakuwa na mkutano mkuu wa kanisa. Na leo tutakuwa na ujumbe mfupi sana ili tuwe na mambo zaidi kwenye kikao, kwa sababu najua tuna mambo mengi. Kuna jambo ambalo ni la muhimu sana wote tuweze kulisikia. Nitachukua muda mfupi na zile dakika zilizobaki tutazimalizia katika aina nyingine ya mafundisho ambayo tutakuwa nayo kwenye kikao chetu, na baada ya hapo ambacho ndio itakuwa kama ufunguzi wa kikao chetu, na tutaendelea na majukumu mengine yaliyobaki yatakayoendelea katika kikao chetu. Mungu asifiwe sana. Nafikiri tunapokuwa na vikao siku hiyo uhesabu kama sadaka. Kama umetoka nyumbani haujala, basi kwa kuwa tumekuwa na maombi ya kufunga na kuomba, tunakuwa na mazoezi pia. Lakini kama umetoka umekula vizuri. Lakini tunawaomba sana asiwe mtu wa kurudi nyumbani. Labda wale ambao ni wageni tu, lakini wale ambao ni washirika wetu, wanachama wa kanisa letu, basi baada ya ibada mweze kubaki. Mungu asifiwe sana. Ndio. Ninao ujumbe katika kitabu cha Ufunuo, kitabu cha mwisho kabisa cha Biblia. Tufungue Ufunuo sura ya 22. Na tutaanza 25. Sio kuna mtu anaweza kutusomea? Hebu tusomee. Ufunuo 22 mstari wa 10 mpaka 13, Biblia inasema, akaniambia, mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa,
Tazama, naja upesi, na ujira wangu huu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wasifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. 15. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Bwana atusaidie sana. Yohana alikuwa kwenye kisima cha Patmo. Akiwa huko kisiwa cha Patmo, akapata ufunuo, akapata maono. Alitokewa na malaika aliyetumwa na Yesu amweleze mambo yaliyokuwepo na mambo yajayo na mambo machache yaliyokuwa yamepita. Kwa hiyo Yohana akiwa kisima cha Patmo alioneshwa na Mungu kupitia malaika, akamwonesha mambo yaliyopo na mambo yajayo. Sasa katika Ufunuo 22 mstari wa 10 kuna ujumbe wa msingi sana kwa kila Mkristo. Biblia inasema Yohana akiwa kisimani Patmo alioneshwa mambo mengi. Sasa Yohana akaambiwa hivi kwamba maneno haya unayoyasikia ya unabii wa kitabu hiki cha Ufunuo usiatie muhuri. Ukiangalia nyuma inaelezea habari za mbingu mpya, hukumu ya mwisho na kadhalika, mapigo yatakayotokea wakati wa dhiki kuu, na jinsi kanisa litakavyonyakuliwa, na mambo mengi yameandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Pinga Kristo atakavyotokea na kutawala dunia na kuwagonga namba 666, yote yako kwenye kitabu cha Ufunuo. Sasa malaika anamwambia hivi, Yesu aliyenituma kwako ameniambia haya maneno ambayo umeyasikia usiatie muhuri, kwa sababu wakati uko karibu wa kutimia haya mambo. Ukisoma kitabu cha Danieli nabii alipofunuliwa mambo ya siku za mwisho, aliambiwa hivi, maneno haya uyatie muhuri, kwa sababu wakati huo bado ni mbali sana. Lakini Yohana anaambiwa hivi, maneno haya usiyatie muhuri. Ukisoma Danieli sura ile ya 12, Biblia inamzuia Danieli asiyatie muhuri yale maneno aliyofunuliwa. Angalia Danieli sura ya 12. Danieli sura ya 12 na ule mstari wa 9. Biblia inasema, tuanze nani hadi 9. Nami nikasikia lakini sikuelewa, ndipo nikasema, Bwana wangu, mwisho wa mambo haya utakuwaje? Akasema, enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Kwa hiyo wakati Danieli anafunuliwa mambo ya siku za mwisho, akaogopa, akasema, Bwana wangu, haya mambo yatatimia lini? Moyo wake ukawa mzito. Mungu anamwambia uyatie muhuri maneno haya, maana wakati wake bado uko mbali. Sasa tunapoangalia huyu mtumishi wa Mungu Yohana akiwa kisiwa cha Patmo, anaambiwa maneno ya tofauti, ya kwamba maneno haya usiyatie muhuri, kwa sababu maneno haya yanakaribia kutimia. Akaniambia usiyatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Sasa Biblia inasema haya mambo ya hukumu, mambo ya siku za mwisho ni mambo ambayo hayako mbali sana, kwa sababu wakati huo umekaribia. Usiyafunge, usiyatie muhuri, yaache yawe wazi. Sasa anaelezea ya kwamba watu hawa wamehubiriwa, watu hawa wamefundishwa, wanaujua ukweli, na huu ndio ukweli hata kwa kanisa letu. Tangu kanisa letu limeanzishwa miaka 13 iliyopita, hakuna mtu asiyejua kwamba hii ni dhambi, hii sio dhambi. Kama mtu anaamua kufanya dhambi, amekusudia.
Hakuna mtu anayejua kwamba kutukana mtu ni dhambi. Hakuna mtu anayejua kuiba ni dhambi. Hakuna mtu asiyejua ya kwamba kuzini ni dhambi. Hakuna mtu asiyejua ya kwamba kwenda kwa waganga wa kienyeji ni dhambi. Hakuna mtu asiyejua ya kwamba kugombana ni dhambi. Hakuna mtu asiyejua kujaa na hasira isiyoisha. Biblia inasema tuwe na hasira tusitende dhambi. Mtu anabeba hasira moyoni mwake kuanzia asubuhi mpaka jioni, mpaka wiki, mpaka mwaka, mpaka miaka miwili, anatembea amebeba mtu moyoni. Hakuna mtu asiyejua, na Biblia iko wazi. Sasa ujumbe kwa kanisa la leo, Biblia inasema hivi, kwa kuwa watu wamejua. Sasa Biblia inasema mwenye kudhulumu na azidi kufanyaje? Kudhulumu. Na mwenye uchafu aendelee kufanya uchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami kumlipa mtu kama kazi yake ilivyo. Mungu anakuja, Yesu anakuja upesi, atamlipa kila mtu kutokana na kazi yake ilivyo. Mara nyingi sisi hatuwezi tukajua maisha ya watu. Tunapokusanyika hapa kanisani, tunaimba, tunafurahi, tunarudi nyumbani. Maisha unayoishi mimi sijui, lakini Mungu anajua. Maisha unayoishi nyumbani wewe na mume wako mimi sijui, lakini Mungu anajua. Maisha unayoishi na majirani zako mimi sijui, lakini Yesu anajua. Maisha unayoishi huko ulikoenda, sijui umeenda kufanya biashara wapi, sijui umeenda kusoma wapi, sijui umeenda kufanya nini huko, sijui umeenda shambani huko, unayoishi mimi sijui, lakini Yesu anajua. Sasa kwa sababu hiyo mimi siwezi kusema lolote, hata kama ningekusema wewe utakuwa mchungaji, kiongozi wa kanisa lote la hapa, sijui moyo wako, lakini Biblia inasema Yesu ndiye anajua mioyo yetu. Ndio maana Biblia inasema kwamba sasa watu kwa wameujua ukweli, mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mwenye kuwa mchafu na azidi kuwa mchafu, mwenye kutenda haki azidi kutenda haki, mwenye kufanya mazuri azidi kufanya mazuri. Kwa nini? Kwa sababu ajuaye mioyo yetu anakuja na mshahara kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Unajua Mungu hadanganyiki. Chochote ambacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo tunapofika kwa Mungu, tunahitaji imani zetu zimwangalie Mungu peke yake. Tunapomkaribia Mungu, tunahitaji imani zetu zimwangalie Mungu peke yake, kwa sababu mimi askofu sina mbingu ya kukupeleka. Hata kama ningekupamba kwa maneno mazuri, wewe ni mtu mzuri, lakini sina mbingu ya kukupeleka. Kwa hiyo ni lazima kila mmoja ahakikishe anajitakasa, anaishi maisha ya kumpendeza Mungu, anaishi maisha yanayoleta ushuhuda, anaishi maisha ya baraka, na kujua kwamba ni faida yake mwenyewe kukaa vizuri na Bwana, kwa sababu ni faida ya mtu binafsi. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Kama unanielewa sema amina. Sasa Biblia inasema hivi, mimi ni Alfa na Omega, yaani maana yake mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Ni heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Biblia inasema kwamba ni heri wale wanaozifua nguo zao. Maana yake nini? Je, ni nguo hizi tunazozivaa? Jibu hapana. Ni kwamba tunalo vazi la wokovu, vazi jeupe, ambalo hilo vazi likitiwa doa, hata ungepeleka kwa sabuni za mwenda yote halifuriki, lakini vazi hilo litafurika, inaweza likafuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ndio inaweza kuondoa madoadoa yetu ambayo yamelipata vazi letu linaloitwa vazi la utakatifu, vazi la wokovu. Unajua tunapookoka tayari
tunapoona kuna doa la aina yoyote kwenye vazi letu la wokovu, tuanguke kwa Bwana, tumwambie Yesu, tusamehe, tuoshe kwa damu yako, na madoa yote yanaondoka, na hivyo tunakuwa wapya katika maisha yetu ya kiroho. Kama unanielewa sema amen. Sasa mstari wa 15 tunamalizia. Mstari ule unasema hivi: huko nje wako mbwa, wako wachawi, wako wazinzi na wauaji na waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufanya. Ina maana kwamba kule nje ya ufalme wa Mungu ndio wanapatikana hawa wanaitwa mbwa, wazinzi, waongo, watukanaji, wachawi na kadhalika. Sasa Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na hii sio mauti ya kufa kimwili, ni mauti ya kiroho, kuteseka kwenye ziwa la moto milele na milele. Lakini kipindi tulicho nacho ni kipindi cha neema ambacho mtu anaweza katengeneza njia zake na kujigundua na Bwana kumsamehe kabisa. Kama unanielewa sema amina. Naomba tusimame.